alikuwa ameshuhudiwa kuwa ni mtu aliyempendeza Mungu, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa humpa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Biblia inasema kwa imani Noa alipoonywa na Mungu kuhusu mambo ambayo hayajaonekana bado, kwa kumcha Mungu alitengeneza safina ili kuokoa jamaa yake. Kwa imani yake alihukumu ulimwengu na akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa imani Abrahamu alipoitwa aende mahali ambapo Mungu angempa baadaye kuwa urithi, alitii na akaenda, ingawa hakujua anakokwenda. Kwa imani alifanya maskani yake katika nchi ya ahadi, kama mgeni katika nchi ya kigeni. Aliishi katika mahema kama Isaki na Yakobo walivyofanya, waliokuwa pia warithi pamoja naye na ahadi ile ile, kwa maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ya kudumu, ambao mwenye kubuni na kuijenga ni Mungu. Kwa imani Abraham, ingawa alikuwa mzee wa umri, naye Sara mwenyewe alikuwa tasa, alipokea uwezo wa kuwa baba, kwa sababu alimhesabu Mungu aliyemwahidi kuwa mwaminifu, na kwamba angetimiza ahadi zake. Vivyo kutokana na huyu ambaye alikuwa sawasawa na mfu, wakazaliwa wazao wengi kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa pwani usiohesabika. Watu hawa wote wakafa katika imani bila kuzipokea zile ahadi, lakini walizoziona kwa mbali na kuzishangilia. Nao walikabili kwamba walikuwa wageni na wasiokuwa na maskani hapa duniani. Watu wasemao mambo kama haya wanaonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Kwa kweli, kama wangekuwa wanafikiri kuhusu nchi walioiacha, wangalipata nafasi ya kurudi huko, lakini baada yake walitamani nchi iliyo bora zaidi, yani nchi ya mbinguni. Kwa hivyo Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao, kwa kuwa amekwisha kuandaa mji kwa ajili yao. Kwa imani Abraham alipojaribiwa na Mungu, alimtoa Isaki kuwa dhabihu. Yeye alikuwa amezipokea ahadi za Mungu, alikuwa tayari kumtoa mwanawe aliyekuwa mwana pekee wa dhabihu. Ingawa Mungu alikuwa amemwambia Abraham, uzao wako utahesabiwa kupitia kwa Isaki, Abrahamu alihesabu kuwa Mungu angaliweza kumfufua Isaki kutoka wafu, na kwa kusema kwa mfano alimpata tena Isaki kutoka kwa wafu. Kwa imani Isaki
alimbariki Yakobo na Esau kuhusu maisha yao ya baadaye. Kwa imani Yakobo alipokuwa anakufa, alimbariki kila mmoja wa mtoto wake Yosefu, akamwabudu Mungu akiwa ameegemea juu ya kichwa cha fimbo yake. Kwa imani Yosefu alipokaribia mwisho wa maisha yake, alinena habari za kutoka kwa wana wa Israeli huko Misri, na akatoa maagizo kuhusu mifupa yake. Kwa imani wazazi wa Mose walimficha kwa miezi 3 baada ya kuzuiliwa, kwa sababu aliona kuwa si mtoto wa kawaida, wala hawakuogopa amri ya mfalme. Kwa imani Moses alipokuwa mtu mzima, alikataa kuitwa mwana wa binti ya Farao. Akachagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa anasa na dhambi za kitambo kidogo tu. Aliona kushutumiwa kwa ajili ya Kristo ni utajiri mkubwa zaidi kuliko hazina za Misri, maana alikuwa anatazamia kupata thawabu baadaye. Kwa imani Moses aliondoka Misri bila kuogopa ghadhabu ya mfalme. Alivumilia kwa sababu alimuona yeye asiyeonekana kwa macho. Kwa imani akadhimisha Pasaka na kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguze wazaliwa wa Israeli kutokana kwa damu. Kwa imani watu walivuka bahari ya Shamu kama vile juu ya nchi kavu, lakini wa Misri walipojaribu kufanya hivyo walitoswa ndani ya maji. Kwa imani kuta za Yeriko zilianguka baada ya watu kuzunguka kwa siku 7. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamizwa pamoja na wale waliomwasi Mungu, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi. Basi sisemi nini zaidi, sina wakati wa kusema habari za Gideon, baraka za Samson, Yefethi, Daudi, Samueli na manabii, ambao kwa imani walishinda miliki za wafalme, waliteketeza haki na kupokea ahadi za Mungu. Walifunga vinywa vya simba, wakazima makali ya miali ya moto, na wakaepuka kuwaua kwa upanga. Udhaifu wao uligeuka kuwa nguvu. Pia walikuwa hodari vitani na kuyafukuza majeshi ya wageni. Mtazamaji wangu, nashukuru Bwana aliyetupa kibali tukiwa salama, tumeamka tukiwa wazima. Wengi wameenda kazini, wengi wamepeleka watoto shuleni, kila mtu ameanza kazi ya maisha. Namshukuru Bwana kwa kila mmoja aliye na bidii. Namshukuru Bwana kwa kila mmoja ambaye amejiandaa kwa ajili ya kazi ya siku, asione ameenda hasara na akapata faida. Ni vizuri mtu wa Mungu unapoamka uhesabu baraka za siku. Ni vizuri kumshukuru Bwana inapofika jioni, unamwambia Bwana asante kwa yale aliyokutendea. Na tutaishi kwa imani, na ninataka kuzungumzia mambo ya imani. Imani, maandiko yanasema imani ni kuwa na uhakika, na watu wote wanaoishi katika imani wanakubalika kwa miujiza. Watu wasio na imani wote wanaangamizwa. Nataka tuangalie habari ya watu wa Mungu ambao Biblia inasema basi kwa imani
Hakika ni mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na hakika kwa mambo ambayo hujayaona kwa macho, lakini una imani yanarejea. Kulingana na watu waliokoka katika Ukristo, tunaishi kwa imani na tunajua yanayokuja kwa imani. Na kwa imani inatuepusha na mambo yanayokuja yaliyo mazito tusiyoyaona. Kwa imani unaweza ota ndoto, kwa imani ile ndoto ikakuonyesha yale mazito yanayokuja, na kwa imani ukaepukana na yale mazito. Kwa imani neno la Mungu linahubiriwa, kwa imani tunaonekana kuwa washindi. Kwa hivyo Biblia inasema vizuri ya kwamba na udhahiri wa mambo yasiyoonekana, maana baba zetu na wakale walipogeuzwa kuwa kwa haya. Kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Vitu vyote vinavyoonekana havikuumbwa kutokana kwa vitu vilivyoonekana. Kwa imani Mungu akaumba dunia kwa imani ya kwamba na iwepo dunia, na dunia ikakuwa kwa imani. Na vitu vyote vilivyo ndani mwa dunia Mungu akaviumba kwa imani. Biblia inasema, mtazamaji wangu, hakuna jinsi ambavyo vitu hivi vingevumbika kwa vitu vinavyoonekana. Wakati mwingine mtu aliyeokoka, tunaishi kwa sababu ya imani. Tunaishi kwa mambo hatujui kesho. Tunaishi tukisema kwa imani tutamaliza siku, na kweli kwa imani tunamaliza siku. Kwa hivyo kwa imani tunaishi kuangalia kile kinachokuja. Watu wengi kwa imani wametarajia mengi, wanatarajia kuona vile ambavyo maisha yanakuwa, lakini kwa imani unavipata. Watu wa Mungu, ukiwa na imani utapokea vitu ambavyo hukutarajia vitakuwepo. Kwa imani baba zetu walituahidi wataishi maisha mazuri. Wengine kukosa imani walikufa kabla hawajaishi maisha waliotarajia. Lakini wale waliosema kwa imani wataishi maisha mazuri, kwa imani wameacha watoto wao wakiishi maisha mazuri. Kwa imani walianza msingi mwema, wakaachia watoto wao wakiishi maisha mazuri. Biblia inasema kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu bora zaidi kuliko Kaini. Kwa imani alishuhudiwa kuwa mwenye haki. Biblia inasema Abeli na Kaini ni watoto waliokuwa katika nyumba moja, lakini Abeli akamtolea Mungu kwa ahadi. Wote wawili walitoa, Abeli na Kaini walitoa sadaka, lakini Abeli alikuwa na moyo tofauti na Kaini. Yaani ya kwamba Kaini alitoa lakini hakuwa na imani. Kuna watu wanafanya vitu lakini hawana imani, ndio sababu hawezi ona matokeo mazuri. Kuna mtu anasema ninaenda kutafuta kazi, lakini hana imani atapata kazi. Kwa hivyo tu ni kwamba wacha nitembee nione kama nitapata. Kama huna imani hautapata. Wanaopata ni wale wanao imani. Na imani ni muunganiko wa kiroho. Ukitaka uwe na imani lazima umeokoka. Ukitaka uwe na imani lazima uwe una upendo. Ukitaka uwe na imani lazima uwe unampenda Mungu. Ukitaka kuwa na imani lazima uwe na baba wa kiroho. Ukitaka kuwa na imani uwe mtu ambaye ni mtulivu. Ukitaka kuwa na imani uwe mtu wa kujituma. Ukitaka kuwa na imani uwe mtu wa kutoa. Mambo haya yakikosa ndani mwako unakosa imani. Imani si tu kusema umeamini. Imani inaanzia mbali sana ndio iitwe imani. Imani inaanzia mbali sana. Lazima uwe mtu ambaye unapenda kanisa. Lazima uwe mtu ambaye umependa madhabahu. Kwa maana utasemaje una imani na upendi madhabahu? Utasemaje una imani na upendi mchungaji? Utasemaje una imani na uendi kanisani? Utasemaje una imani na utekelezi ya madhabahu? Kwa imani unaweza toka katika mambo mazito, lakini lazima ujue msingi wa imani ni kuoa na haya mambo ninayokuzungumzia. Lazima uwe mtu ambaye wa kuomba, lazima uwe mtu wa kusoma Biblia, lazima uwe mtu wa kuamini madhabahu, lazima uwe na baba wa kiroho, lazima uwe mtu ambaye ni wa kujituma, lazima uwe mtu wa kujitoa. Kwa hivyo Abel alikuwa mtu aliyekuwa na imani. Abeli alimpenda Mungu kuliko Kaini, ingawa watu walikuwa wamezaliwa katika nyumba moja. Kwa hivyo mambo ya watu hayafanani. Katika Misri kulitokea Waisraeli na Wamisri. Jinsi ambavyo Kaini na Abel walitokea katika nyumba moja. Kwa hivyo Abeli akatolea Mungu sadaka nzuri, Kaini akatolea Mungu sadaka hafifu. Si ati ya kwamba alitoa vitu hafifu, alitoa bila imani. Hakuwa na mabadiliko na akaanza kumpiga Abeli vita. That's why nakuta kwamba walipigana vita kwa sababu Abeli alimtolea Mungu kwa imani, lakini Kaini hakutoa kwa imani. Watazamaji wangu, nataka kuambia
Mambo hayo yote yameshuka, yako karibu nasi. Lakini kabla uimbe sifa za Bwana, lazima uwe na imani. Lazima kitambo usome Biblia, ama kabla usome Biblia lazima uwe na imani. Kabla utumikie Bwana lazima uwe na imani. Chochote ufanyacho bila imani binahesabiwa kuwa bure. Imani ni kuwa na uhakika. Tunaimba kwa Mungu asiyeonekana, tunaabudu kwa Mungu tusiyemuona. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba Abeli alimtolea Mungu, Kaini akatoa Mungu kwa kusema, mimi siwezi toa kwa Mungu nisiyejua, lakini wacha nifanye tu kuonekana nimetoa. Hili ndio jambo ambalo watu wengi wanakosa kuelewa. Mafanikio ya mtu yanatokana kwa imani. Ukitoa kwa imani kama Abeli unabarikiwa, lakini ukitoa kwa moyo wa kubahatisha kama Kaini, sadaka zako hazihesabiwi mahali. Lakini nataka kukumbuka kwamba sadaka mwanadamu inaongea. Kwa hivyo mtazamaji wangu, nini kilitendeka baadaye? Biblia inasema kwamba kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu bora kuliko Kaini. Kwa imani alishuhudiwa kuwa mwenye haki. Mungu mwenyewe akazishuhudia sadaka zake. Kwa imani bado akanena ingawa alikufa. Imagine yule mtu ambaye ana imani, hata akifa bado sauti yake huwa inanena kwa sababu ya imani. Tazama kwa ndugu zetu na mababu zetu, wale walioaga dunia kitambo, bado kwa imani wanatangazwa, bado kwa imani wanafanyiwa sherehe. Ukiangalia kama taifa letu la Kenya, bado kwa imani walikuwa wanasherekea hata yule mwanzilishi ambaye alifanya Kenya ikapata uhuru, kwa sababu alipigana kwa imani na akashinda wazungu kwa imani, wale colonialists kwa imani. Alipowashinda, basi kwa imani title yake haijawahi potea na haitawahi potea. Kwa hivyo kwa imani kile ulichofanya, hata kama ukifa kama Abeli, bado neno lako litanenwa, kwa sababu kwa imani ulitenda ya haki. Mungu mwenyewe anasema aliangalia sadaka za Abel na akaziona kuwa za haki. Kwa hivyo alipoona sadaka za Abel, Mungu mwenyewe anasema alimbariki Abel hata kama alikufa. Kizazi cha Abel kilizidi kubarikiwa. Watoto wa Mungu, mimi ni prophet. Mara nyingi nimeangalia vile watoto wa watu wanateseka. Ninapata kwamba shida inatokana hata kwa mababu. Jinsi ambavyo waliomtendea Bwana madharau, hivyo ndivyo Mungu alilani kizazi hiki. Watoto na wajukuu watateseka, hata watu wote na mifugo watateseka. Kwa maana msingi wa wazazi wa kwanza walipomtolea Bwana dhabihu hawakutoa kwa haki. Ninataka kusema watoto wa Kaini hawakuweza kuendelea vizuri, lakini ukoo wa Abeli uliendelea vizuri. Maana Abeli alisema, kama nataka kuwa na uzao, lazima nisimamishie watoto wangu msingi. Nikitenda mema mbele za Bwana, nitakuwa natendea ukoo wangu na wazao wangu, ili ya kwamba wahesabiwe haki kila mahali. Ukiangalia kuna watoto wakienda kwa ofisi wanahesabiwa haki. Ukiangalia watoto wakienda shuleni wanahesabiwa haki. Ukiangalia watoto watu wakifanya wakianza maisha wanahesabiwa haki. Lakini ukiangalia watoto wengine wamelaaniwa. Hivyo katika dunia kuna kizazi cha Abel na kuna kizazi cha Kaini. Ukiona maisha yako yakiwa mazito, anza kujihoji, damu yako ni ya Kaini ama damu yako ni ya Abel? Kwa hivyo kizazi cha Abel hata wa sasa kiko tayari. Kizazi cha Abel kinajijua. Kizazi cha Abel ni cha kujituma. Kizazi cha Abel ni cha kujitoa. Kizazi cha Abel ni cha kusimama imara. Wakati mwingine ukiwa katika mkutano na uone ya kwamba kuna watu ambao hawawezi simama katika kutoa, unawachukua katika damu ya Kaini. Wezi walaumu. Baba yao na babu zao walianza msingi mbaya, na that's why unakuta katika maisha yao yanakuwa maisha mabaya. Mtazamaji wangu, tukiendelea katika kitabu hicho, Waebrania 11 mstari wa 5. Kwa imani Enoka alitwaliwa kutoka maisha haya, kiasi kwamba hawakuonja mauti kwa sababu ya imani. Enoka ni mtu aliyekuwa na imani ya kwamba nataka kumtumikia Bwana, na kwa imani mimi sitaonja mauti. Watu wa Mungu, nataka kusema imani nyingi imepungua katika watu, ya kwamba hakuna mtu anaamini hata waikufa. Kila mtu ashaamini atakufa. That's why imani ya kukufa ipo. Lakini ni vigumu sana kugeuza kizazi
kwa sababu ya kwamba kizazi tulichozaliwa ndani kilitokana kwa imani ya Jehova ya kwamba mwanadamu ataonja mauti. Lakini Enoka ndiye alishangaza wengi. Enoka aliamini hataonja mauti, lakini hakuna kaburi la Enoka. Enoka kwa imani hakuonja mauti, kwa sababu Enoka alikuwa na imani hata waionja mauti. Ninajaribu kusema mtazamaji wangu, tujaribu tuchukue imani, kila mtu achukue imani. Na kwa sababu tuliumbwa na Mungu, kwa imani tukiwa na Mungu na Baba anatujibu kulingana na imani. Mungu anasema kile nilichowaachia kama watoto wangu ni imani. Yeyote atakayekuwa na imani hata kitafanyika chenye kinaweza fanyika. Kitafanyika kilicho cha imani yake. Watoto wa Mungu, mambo haya yameshinda wa Kristo ni kwa sababu hatutekelezi huduma. Tuko wadhaifu kwenda kanisani, kwa hivyo imani yetu inapunguka. Tuko wadhaifu wa kutumikia Bwana, imani yetu imepunguka. Tuko wadhaifu wa kumtolea Bwana, imani yetu imepunguka. Tumejaza mioyo zetu na mambo mazito, kwa hivyo hatuwezi paa kama Enoka. Mioyo zetu zimejaa mazito, hata kama tunamtumikia Bwana, lakini ndani mwetu hatuna imani. Watu wengi hawaamini kwa nini wanaenda kanisa. Wengine wanadhani wanaenda kanisa kama disco, kwenda kufurahisha macho yao na kwenda tukukaa kanisani. Hilo jambo linasababisha kumaanisha hatuna imani kama ya Enoka. Imani ni kuwa na bidii, imani ni kuamini, imani ni kusongea mbele za Bwana, imani ni kuwa umekaribia Mungu. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba kwa imani inafaa tutumike kama kina Enoka, kwa imani inafaa tutoe dhabihu kama kina Abel. Ikiwa tutakuwa na imani, tutakuwa watu ambao tumejituma. Ikiwa tutakuwa na imani, tutakuwa watu ambao tuangalie mambo ya ulimwengu. Hata kama tutakuwa na shida, lakini tuwe na imani, tutakuwa washindi. Tutatumika kwa bidii kuambatanisha na washindi. Biblia inasema basi kwa imani, habari ya Enoka, mstari wa 5 wa 6, Biblia inasema vizuri ya kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Basi unasikia mtazamaji wangu, kama una imani haujampendeza Mungu. Na ukumbuke kwamba watu wote duniani wana imani, lakini Mungu angalia imani za watu. Mungu alibadilika, anaangalia bidii iliyo ndani mwa imani. Unaweza sema una imani lakini hauna bidii ya imani, kwa hivyo huwezi pata chenye kitoka kwa Mungu. Ndio sababu nakuta Mungu anasema Mungu anapenda watu walio na imani na walio na bidii. Mstari wa 6 unasema lakini pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. Kwa maana yote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Mungu huwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii. Kwa hivyo neno la Mungu linasema wale walio na imani ndio wale wanaompendeza Mungu. Na ukumbuke nimekuambia huwezi kuwa na imani kama huna bidii. Imani ni bidii. Unajua bidii ya kufanya kitu ndio inakwambia una imani ya kile kitu. Unaweza kuta kwamba una watu, mpendwa mtazamaji, ambao wanaweza kuwa wako katika nyumba yako, lakini wana imani wako katika nyumba yako, lakini hawana bidii. Bidii ndiyo inakuonyesha imani ya mtu. Imani ya mtu ni kuwa na bidii. Kwa hivyo bidii ni kuhakikisha nikilima kwa bidii nitavuna hata baada ya miezi 6. Biblia inasema vizuri, afanyaye huduma kwa bidii hata wailala njaa. Alimaye shamba lake kwa bidii hata wailala njaa. Afanyaye kazi kwa bidii hata wailala njaa. Hiyo inaitwa imani. Kwa hivyo ndio usilale njaa, lazima uwe na bidii. Uwe na bidii ya kufanya kitu. Lazima uwe na bidii ya kulima. Lazima uwe na bidii ya kufyeka. Lazima uwe na bidii ya kujituma. Lazima uchoke. Imani ni bidii ya kuchoka. Na mtu anasema wacha nilime kwa bidii nitavuna. Na Mungu anaangalia bidii yake, ananyesha mvua kwa wakati kwa sababu ya bidii ya imani yake. Hilo jambo ambalo amelima, huyu mtu analala akisema Mungu nyesha mvua, kwa sababu anajua kuna kitu amefanya. Anapolala anawaza kuhusu Mungu nyesha mvua kwa sababu nimelima. Then Mungu kwa imani ananyesha mvua,
anamshukuru Bwana, mapema amechukua jembe, anaenda kupanda kama ni mahindi ama ni viazi. Anapanda haraka haraka akisema, mimi nafanya timing yangu na Mungu, kabla hii mvua iishe niwe nimemaliza kupanda. Mungu anafurahishwa na imani. Imani ndio inavuta baraka za Bwana, zinakuja karibu na wanadamu. Na imani ni bidii. Mkiwa na bidii hapa duniani, Biblia inasema mtashukishiwa neema kubwa, mtashukishiwa neema ya ajabu, mtaanza kuona vitu vya imani. Ninasema Enoka alikuwa na imani. Enoka hakuonja mauti. Tazama, mtumishi wa Mungu anaitwa Abel. Abeli alipomtolea Mungu dhabihu, Mungu alipendezwa na Abeli kuliko Kaini. Na jana niliwazungumzia nikasema, aliye na imani hawezi toa vitu vidhaifu kama anavyo. Hawezi toa vitu vidhaifu akiwa navyo. Watu wengi tumebarikiwa kwa sababu hatukuweka limit, na hatukumtolea Mungu kwa madharau, hatukuomba kimadharau, hatukuingia kanisani kimadharau, hatukufanya huduma kimadharau. Kwa imani tulijua nikifanyia Mungu huduma baada ya miaka 5 sitakuwa vile nilivyo tena. Hiyo inaitwa imani. Kwa hivyo lazima ufanye huduma, lakini ukilenga baada ya 5 years. Kuna watu wanaofanya huduma na wanapoteza. Wanafanya huduma lakini mawazo yao yako mbali na huduma. Lazima ulinganishe mawazo yako na huduma, kwa maana huduma ina utajiri kuliko vitu vingine vyote. Unapomtumikia Bwana, utajiri wa kwanza ni wa kiroho. Unakuwa na amani ndani mwako sana. Huo ndio ninasema utajiri mkubwa sana katika maisha ya mtu. Wanaomtumikia Bwana wanakuwa na utajiri mkubwa sana. Utajiri huo ndio ninasema, kama siku ya leo, yeyote aliyemtumikia Bwana, moyo wako umejaa furaha, na anajua kwamba baada ya kumaliza kazi hii ana imani atabarikiwa. Kwa hivyo imani inakuja baada ya kutenda kazi. Imani inakuja baada ya kukamilisha huduma. Imani inakuja baada ya kutumikia mwana wa Adamu. That's unakuta kwamba hawa ni mitume, watumishi wa Mungu waliotumikia Bwana, wakasema kwa imani mimi sitakufa. Enoka akasema kulingana na huduma ninayofanya, nina imani sitaonja mauti. Na kweli hakuonja mauti. Abeli akasema mimi nina imani, nikimtolea Bwana kwa bidii na nikimtolea watoto wangu watapona, watabarikiwa. Kaini akapuuza. Ni sawa na Penina na Hana wa jana. Nilizungumza habari ya Hana na Penina jana. Penina alibarikiwa haraka haraka. Katika maisha ya Kaini na Abel, Kaini alikuwa amebarikiwa sana, alafu akapoteza imani. Kwa hivyo alikuwa anafanya kitu kwa sababu wengine wanafanya, lakini Abeli alifanya kwa sababu hakuwa ameshawaibarikiwa. Na wakati ambapo alienda kutoa, alitolea Mungu na moyo mmoja na akabarikiwa. Hapo ndio ninasema, tazama maisha ya Abel na Kaini, na kuja utazame maisha ya Hana na maisha ya Penina. Penina alibarikiwa haraka haraka, lakini mwisho wake watoto wake wakawa chokora, kwa sababu aliingiza madharau, na watoto wake alikuwa hajawahi watolea dhabihu. Na wakati Hana alibarikiwa na mtoto akamwita Samueli, huyo Hana ndiye aliyesimama akasema, mimi sitaenda kujionyesha mbele za Eli, na akasema kile nitakachofanya, nitaenda kumtolea Bwana dhabihu ya fahari kwa sababu ya kunibariki na mtoto. Mara nyingi kuna vitu mmebarikiwa navyo, lakini hamjawahi kumbuka kushukuru Bwana na dhabihu yake. That's why magari zenu zinaishi kwa garage. That's why watoto wenu wanaanguka mtihani, na hata kama watapita hawapati kazi, kwa sababu Mungu kuna kitu bado hukumfanyia. Ndio sababu maisha yako yanakusumbua. Hata kama umepata mtu, umepata nani, ukimtolea dhabihu, Mungu anakuanga amekuwekea muhuri. Dhabihu ni kuwa na uhakika na imani ya kile kitu ambacho unataka kufanya. Leo hii naongea na watu wanaopanda kule sehemu ya Western ama Kenya. Mnapanda sasa hivi ili mpate kuvuna baadaye. Je, shamba lako umelitolea dhabihu? Je, mbegu ambazo unapanda umezitolea dhabihu? Huwezi toa dhabihu kwa maana huna imani, hutavuna. Na kweli kwa imani uko nayo hutawaivuna. Watu wengi Mungu amewabariki,
lakini hamwezi kuwa kama Abraham ukasema kwa sababu nimelima nataka kupanda, wacha nimshukuru Bwana kwanza kwa sababu ya shamba langu ndio nipande. Wewe unapanda kwa sababu umelima, wewe unapanda kwa sababu una mbegu, wewe unapanda kwa sababu una mbolea. That's why nakuta mvua inakuja ya mawe inaharibu kila kitu, kwa sababu haukuitolea shuhuda. Kila chochote ufanyacho mpendwa, ni vizuri ukakitolea ushuhuda. Hata kama ni ng'ombe umenunua, tolea ng'ombe zako ushuhuda. Hata kama ni shamba umenunua, tolea hilo shamba ushuhuda kwa imani, kwa imani. Kwa imani ni Mungu amenipa, kwa imani nakitolea dhabihu. Unakuta hawa watumishi wa Mungu, ninaendelea kusema kwa imani ni kitu gani kilitokea. Biblia inasema number 7, kwa imani Noa aliponywa na Mungu kuhusu mambo ambayo hayajaonekana bado. Kwa imani Noa aliponywa na Mungu kwa mambo ambayo yalikuwa hayajaonekana bado. Kuna mambo ambayo yanakuja yenye wewe huyajui, lakini kwa sababu ya kuamini Noa aliamini hata kama hayajakuja. Unataka useme Noa aliamini na jamaa yake. Kuna wakati mwingine jamaa ya mtu, wale ambao ni mashabiki wa Edeni ni wana Edeni, wale ambao wako pale nyumbani wanapenda Edeni, hao ndio jamaa ya Edeni, hao ndio wanaitwa kama Waisraeli. Kwa hivyo Noa alipoambiwa na Mungu gharika inakuja, hakubahatisha. Watu wengi mmeambiwa kwa ndoto mkapuuza. Watu wengi mmeonyeshwa maono kwa ndoto mkapuuza. Na ndio sababu hamuna imani. Ikiwa we mwenyewe huziamini ndoto yako na kuuliza utaamini aje lile nabii atakwambia? Kwa imani, imani yako haiambatani na maono. Noa alipoambia watu Mungu amesema kwa imani tujifiche tujenge safina, watu wengi walikataa wakapinga Noa. Lakini baadaye hao ndio waliopata kuangamizwa, kwa sababu kwa imani Noa alijenga safina, na kwa imani Noa akaokoa familia yake, jamii yake kwa safina. Wakati mwingine fanya kitu kwa imani. Si lazima upate kazi ndio useme kwa imani nitajenga nyumba ya Bwana. Utajenga nyumba ya Bwana kwa imani, nitabarikiwa. Watu wa Mungu tunaishi kwa imani. Ukija kwangu prophet nisaidia na shilingi 1,000, nitachukua shilingi 1,000 nikupee, na nikijua kwa imani siku moja utabarikiwa, utanibariki. Kwa hivyo hatutoi kwa sababu tumeona kitu, tunatoa kwa imani siku moja utanibariki, na nina imani kukutolea maana utanibariki. Kwa hivyo Noa aliishi kwa imani, akimtegemea Bwana kwa imani. Noa alingoja Mungu kwa imani, baadaye Noa akabarikiwa kwa imani. Kwa hivyo nataka kusema hivyo mtazamaji wangu, kwa imani tutaishi, na kwa imani tukijenga tutapona. Biblia inasema hivi, kwa imani yake alihukumu ulimwengu, na kwa akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Alikuwa mrithi wa haki. Alikuwa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kuna vitu tunapokea kwa imani. Hana aliomba Mungu, na wakati Hana aliomba Mungu, Hana alijua kwa imani nitabarikiwa na mtoto. Na kweli kwa imani Hana akabarikiwa na mtoto. Wacha watu waliobarikiwa watumie vitu wasivyopata kwa imani. Unakuta vitu ambavyo hawakupata kwa imani, hivyo vitu haviwasaidii. Kuna watu wana pesa,
lakini kwa sababu hawakupata kwa imani, wanaiona kama makaratasi. Vitu usivyovipata kwa imani havina uhai, havina uzima. Vitu usivyovipata kwa imani havikusaidii. Kuna watu wengi walipata pesa pasipo imani, hata hawana maisha, hawana nyumba, hawana choo, lakini walikuwa na pesa zisizokuwa na imani. Kuna watu waliopata vitu visivyo na imani, havikudumu kwa sababu walipata pasipo imani. Na ukumbuke Biblia imesema yeyote anayepata kitu pasipo imani havitadumu, Mungu hayumo ndani. Yesu akatueleza vizuri, mimi ndimi mti wa uzima, Baba yangu ndiye mkulima, na nyinyi ni matawi, na kila tawi lililo ndani mwangu lisiloweza kuzaa kwa imani linaondolewa. Kwa hivyo ikiwa una imani, lazima ujue ya kwamba umehesabiwa kuwa mshindi kwa sababu ya imani iliyo ndani mwako. Watu mnapata vitu. Kuna watu wana mashamba eka 10 lakini haiwasaidii kwa sababu ya imani, hawakupata kwa imani. Kuna watu wanapata shamba lakini kwa sababu ya kutokuwa na imani hata hawawezi lima, na hata wakilima bado hawatavuna kwa sababu ya imani. Chochote mnachopata pasipo imani hakitawahi wasaidia. Biblia imesema hivyo. Biblia imesema hivyo mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana yote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Hata utumishi wa Bwana lazima uwe na imani kwa ajili ya utumishi wa Bwana. Unaweza tumika pasipo imani, unaanza kulia na kuacha utumishi wa Elshadai, na hapo Mungu hakuhesabii haki kwa sababu haukuwa kwa imani. Mfano, kuna watu wanaweza kuwa wamerejista kampuni. Hiyo kampuni ni ya kuuza maziwa. Hiyo kampuni ikiuza maziwa inajulikana na serikali, imekuwa registered. Na watu wengine wakatengeneza maziwa kando ya kampuni iliyokuwa registered. Hawa watu wawili, serikali ikiutafuta itashika hawa ambao wanatengeneza maziwa na hawajasajili. Wanaitwa wezi na wakora. Ingawa wanatengeneza maziwa inayofanana na kampuni, lakini wakipatikana ni maziwa ya hatia, unakunywa maziwa mbaya. Kwa hivyo in case jambo likikupata wewe, unaweza ulizwa na serikali, haya maziwa ulipataje? Kwa sababu haya maziwa si halali. Kwa hivyo nataka kuambia, imani inasababisha uwe na nguvu. Imani inasababisha ufanye jambo ukiwa na tumaini. Imani inasababisha uamini mtu anaweza kusimamia. Watu wa Mungu, nataka kuambia, ndio mtu akupe shilingi 5,000 anakuanga amekuamini, na hawezi kuamini tu na kukupa. Alianza kukuamini kuanzia kwa mambo kadhaa. Labda alikutuma ukaenda mbio, labda aliangusha pesa ukampea, labda ulifanya kazi kwa bidii, basi kwa imani atakupa fedha. Pia Mungu anasema nitawabariki watu walio na imani na wanaofanya kazi kwa bidii, wanaonitumikia kwa bidii. Anasema hivyo, imani ni bidii. Kwa hivyo tumepata imani ni bidii. Imani ni bidii. Mungu anaangalia bidii ya mtu. Hata wanaajiriwa katika kampuni lazima waangalie bidii yao ili wapate kulipwa. Kwa hivyo bidii ya mtu, baada ya kumaliza bidii unalipwa. Baada ya bidii unalipwa. Ninasema hata kama umeenda kuoleka katika familia fulani, lazima huyu dada ataangaliliwa bidii. Watasema huyu ametoshana kukaa nasi, huyu hajatoshana kukaa nasi. Kwa sababu gani? Huyu hana imani na hii ndoa. Kwa nini? Hafanyi kazi ya boma kwa bidii. Lakini mwingine watasema huyu alitafuta ndoa. Kwa nini? Anafanya kazi kwa bidii. Kwa hivyo mwenye ana imani atafanya kazi kwa bidii, na mwenye hana imani hawezi fanya kwa bidii.
kwa sababu hana imani na kila anachokifanyia pale. Kwa hivyo mambo mengi huchunguzwa kwa imani. Mungu anachunguza watu walio wake kwa imani. Anajua walio na imani na anajua wala wana imani. Kwa hivyo pia Mungu anachunguza watu kulingana vile wameamini. Chukua imani yako iwe kielelezo kizuri. Maandiko yanasema, kwa imani Abraham alipoitwa aende mahali ambapo Mungu angempa baadaye kwa urithi, alitii akaenda, ingawa hakujua anakokwenda. Mungu alimuita Abraham, akamwambia Abraham, ninakutuma mahali haujui. Abrahamu kwa imani alitii na kusema nitaenda. Kwa hivyo kwa imani Abrahamu alienda mahali ingawa hakuwa anapajua. Wakati mwingine Mungu anakutuma kutumika, lakini kwa sababu huna imani unaanza siasa. Kwa sababu huna imani. Mungu alituma Abrahamu akamwambia, ninakutuma kwenda ukafanya huduma kwa kitengo fulani. Abrahamu kwa imani alienda ili afanye huduma kulingana vile Mungu alitaka. Kwa hivyo mpendwa, nataka kuambia usiogope unapotumwa na Mungu kwa sababu unayo imani. Watu wanaogopa ni wala hawana imani. Ukitaka ujue hutaingia kwa ufalme wa mbinguni, anza kuangalia hapa duniani kwanza. Ukiangalia unakuta hauna imani na dunia, ujue hata mbinguni hauna sehemu. Kwa sababu wewe si shujaa wa imani. Watu walio na imani ndio wataona ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni unaanzia hapa chini. Lazima uwe mtu wa imani hapa duniani. Ukiwa na imani hapa duniani, hata mbinguni utakuwa na imani. Maana Biblia inasema kuwa na imani kwa mambo yasiyoonekana. Tuna watu niliowaambia na kweli kwa imani wakapata kile nilichowaambia. Jinsi ambavyo Mungu alivyonena, ninakumbuka kwa imani mwaka wa 2019. Mungu akaninenea kuanzia wakati ule, akaniambia ambia watu bila uoga, magonjwa yanakuja yasiyo na tiba. Kwa imani nikasema na nikaambia watu, Mungu amesema tutumie maji tuweke kwa nyumba zetu. Na watu waliosikia na kutii imani walifanya na wakaponywa, lakini waliokosa kutii kwa imani walikufa. Ni kwa sababu gani? Kwa imani tunaangalia mambo yanayokuja. Imani ni kuwa na uhakika na ni bayana ya mambo yasiyoonekana na ni bayana ya mambo tusiyoelewa. Lakini kwa imani Enoka hakuonja mauti. Kwa hivyo ukisema kwa imani unabarikiwa. Wakati mwingine tumepewa imani, tunajaribiwa kila siku, maana kujaribiwa inatufanya tuinuke kiroho na Mungu akapendezwa pamoja nasi. Kwa imani tutalipa channel ya EGTM ili kwa imani tutabarikiwa. Niligundua hivi neno moja, kwa imani ukitolea Mungu mambo